So acha niseme hivi kwamba serikali ya Kitanzania ambayo inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan pale ilijaribu, lakini mwisho wa siku kwa sababu ya yale maneno ambayo yalikuwa nje ya mataifa mengine, serikali ile ikarudi nyuma. Lakini sasa serikali ya Kusini Afrika ikabidi ijaribu, na ilipojaribu maneno yalikuwa mengi, lakini baada ya kwamba wamejaribu waliona kwamba inawezekana na wakafanya vile ambavyo hao wanataka. Ni kipi hichi? Kwa kufukuza raia wa kigeni ambao ni raia wa Kiafrika nchini mwao, kwa sababu nchi ya Tanzania ilisema tu ya kwamba wale wote ambao wanatoka nchi zingine ambao sio raia wa Kitanzania na wanafanya biashara ambazo ni biashara zenye zinaweza kufanywa na Mtanzania yote yule, ambazo ni biashara za kawaida, basi waweze kutoweka nchini mule ili biashara zile ziwe mikononi mwa Tanzania. Lakini Watanzania kwa sababu ya upole tuseme na ile roho ambao wako nayo ya kukaribisha watu na upendo kwa watu, sheria hii haikuchukuliwa msisitizo, wala hakuna msisitizo wote ulifanywa, na mambo yalienda shwari na story ikapotea. Na mpaka sasa tunavyoongea kuna raia wa kigeni wengi sana kutoka Afrika ambao wanafanya kazi ndani ya nchi ya Kitanzania. Lakini nchi ya kusini mwa Afrika mambo yalikuwa sege mnege, na wengi walipigwa na kufurushwa na kuacha nyumba zao walizokuwa wamejenga, kukodisha vifaa vyao pale ndani, na wengi sana walioweza kurejeshwa nyumbani pasi wenyewe kutopenda. Hawa ni wale ambao walikuwa na vibali na wale ambao pia vile hawakuwa na vibali, wote walioweza kurejeshwa nyumbani. Sasa tunavyoendelea kuongea leo tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026, kumetokea pia vile vijana wa nchi ya Kenya wanajitokeza na kusema kwamba hao kazi imekuwa hafifu nchini mwao ambao ni nchi ya Kenya, kwa sababu ya kwamba kuna raia wengi sana wa kigeni ambao wametoka Afrika hapa ambapo wanafanya kazi nchini mwao, na hawa wanalipwa pesa kidogo sana, lakini kwa sababu wanatosheka considering the exchange ile ambayo iko kutokana na nchi yao ambao wanatoka na nchi ya Kenya, hao wako sawa. Hivyo basi kazi kama Wakenya wanaziona zimepungua kwa kiasi kikubwa sana, na sababu kubwa walioitoa ni kwamba raia wa kigeni ndio wanaharibu. Tusikilize hapa. Kwa Tanzania hizi kazi ndogo ndogo hawezi fanya, Suluhu alikataza. Wakina Madhakari walideportiwa wakarudishwa huku, na ni watu wakubwa. Wewe mkulima mdogo kile utafanyiwa nini? Hao watu wamechukua kazi zetu. Unapata watchman anadisha shilingi 5,000, wewe 5,000 hizi kukusaidia. Kwao kuna value na hiyo pesa yao. Nasikia vizuri. Hao watu wametunyanyasa. Itabidi tukaangalia wapi South Africa. Wamefukuza Wakenya wetu. Wamerudishwa huko. Kwa sababu gani? Wanafanya kazi zao. Sisi tukinyamaza, tutaendelea kusema hakuna kazi, na wao wanafanya kazi na pesa kidogo, na sisi tukibaki tukilala njaa kwa nyumba zetu. Uchumi wetu imekuwa ngumu saa hii CBC imekuwa ngumu. 10,000 haiwezi kukusaidia. Shilingi 300 kwa mjengo haiwezi kukusaidia. Itabidi wenyewe tuungane, itabidi wenyewe tukae pamoja, tutafute suluhu ni gani. Hao Burundi wakikuja Kenya tukatai, ni watu kama sisi, pesa tunaenda kwao. Hatukatai tuwafukuze. Lakini tukikaa nao hapa wajue hii ndio bei yetu. Kama wataki warudi kwao. So according to what I've heard from this guy hapa, masuala mazima ya Burundi ndio imekuwa kidonda sugu kwa vijana wa nchi ya Kenya, ambao wanasema kwamba Waburundi wengi sana wameweza kukubali kuchukua kazi nchini Kenya ambazo zinalipa pesa kidogo, lakini kwa upande wao hao kama Waburundi, pesa zile wakiziregesha ndani ya Burundi ni pesa ambazo zinawasaidia kwa kikubwa sana, ambazo wanasema sasa hao kama Wakenya pesa zile ambazo wanalipwa wa Burundi, hao wakilipwa pesa kama zile basi kwao hao haziwasaidii. So tuzungumze hapa, tuelewane kwa pamoja, na nitazungumza kwa mfano. Kuna vijana ambao waliweza kusafiri nchi ya Qatar kutoka nchini Kenya. Wakiwa walipofika kule wakaanza kunilalamikia na kuniambia kwamba KG, ile pesa uliotuambia tunaenda lipwa huku, ni kweli kabisa tunalipwa hiyo pesa, lakini tatizo tunafanya kazi na wenzetu wanalipwa pesa nyingi kuliko zile pesa ambazo sisi tunalipwa. Na isitoshe ni watu ambao tunafanya kazi moja, tunafanya kazi masaa yale, tunafanya kazi sehemu moja, tunafanya kazi kwenye kampuni moja, kila kitu kile, lakini hao pesa yao imezidi kwa takriban riali 500 juu. So walikuwa wananiuliza, je, hii ni haki ama sisi ndio tunadhulumika?
The easiest question ambayo niliuliza hapa, niuliza ni wenzenu kutoka wapi? Wakaniambia these guys are coming from Philippines. So waliponiambia they're coming from Philippines, mimi nika-click, nikajua wazi kabisa kwamba serikali ya nchi ya Philippines wamejiwekea mikakati yao kwa raia yeyote ambaye anasafiri nje ya nchi ni lazima alipwe kiasi ya pesa fulani. Na serikali ya nchi ya Egypt waliniambia, Egypt na Philippines. Egypt hao ukiangalia masuala mazima, Egypt na Ghana ukiangalia on their side yao ni ile exchange, ile pesa ambayo tunalipwa pamoja, ama ile pesa ambayo wanalipwa pamoja, ile pesa ikienda ndani ya Egypt ama ikienda ndani ya Ghana inakuwa kidogo, value yake inashuka, na kwa sababu thamani yake inashuka, huwa analipwa pesa ambayo itakuwa na thamani sawa na ile ambayo wewe utapewa. That's the reason ambao unapata watu wengine wanafanya kazi pamoja lakini mishahara inakuwa tofauti. That is one of the reason. Another reason ambayo tunaweza tukaitoa kuhusiana na masuala mazima ya huyu kijana ambaye amekuja ameongea hapa na watu kutoka Burundi, ya kwamba watu kutoka Burundi wanakubali kazi yoyote kwa pesa chache, wakati hao kama hao wakiingia kwenye zile kazi inakuwa ngumu, kwa sababu wakipewa zile pesa, hao kama hao zile pesa wanazipata hazina thamani ya kwamba wanaweza kujikidhi hali ya maisha yao vile ambavyo inaenda, kizingatiwa kwamba maisha ya nchi ya Kenya kwa sasa yamekuwa magumu mno sana. Hivyo basi wakawa wanasema kwamba lazima watu kutoka Burundi wakija nchini Kenya wakichukua kazi wachukue kazi kulingana na mishahara ile ambayo imeandikwa ama ile ambayo inapaswa mtu wa nchi ya Kenya alipwe, ili tuende sambamba hivi. Lakini hao wakikubali mishahara kidogo, itabidi pia sisi twende tukapunguziwe mishahara kidogo pale, na mwisho wa siku sisi ndio tutakuwa tunaumia, kwa sababu pesa watakazolipwa hao kwao zitakuwa na thamani, lakini upande wetu pesa zile hazitakuwa na thamani. Hivyo basi sisi ndio tutaumia. Nafikiri hiyo imeeleweka vizuri, na nadhani wakulaumiwa hapa sio wa Burundi, japo ni wale ambao ni waajiri. So nafikiri hilo limeeleweka na hilo linapaswa lishughulikiwe. Labda tusome baadhi ya maoni ambao baadhi ya Wakenya wamekuja chini hapa na kuzungumza, ili tuone hili swala wamelichukulia na uzito wa hali gani. Kuna huyu ambaye anajiita Upendo la amekuja amesema hapa, I'm Rwandanese but unaongea ukweli bro, be blessed na Mungu akujalie. Yani amesema yeye ni Mrwanda na anachokiongea huyu jamaa ni kitu cha ukweli, na kamwombea Mwenyezi Mungu azidi kumbariki. Finally someone spoke my mind, thank you brother. Yani kwa hakika leo hii mtu amezungumza kile kitu kilichokuwa ndani ya akili yangu. Asante sana ndugu yangu. True story hii umeongea, yani amesema kwamba hii ni ukweli. Sema umeongea vizuri sana, karibu Tanzania. Yani umeongea kitu cha muhimu sana ndugu yangu, karibu nchi ya Tanzania. Unaonekana huyu ni Mtanzania, amemkaribisha huyu Mkenya ambaye amezungumza hili jambo. Hii mambo tunafaa tuichukulie very serious, yani hili jambo tunapaswa lichukuliwe na muhimu mkubwa sana, liweze kuongelelewa. Value gani? Na bado ni 5k kwao, bills ni hizo za 5k bia. Okay, I think this is something very important we need to read. Amekuja amesema hapa, okay, what is she amesema aje huyu? Okay, value gani? Bado ni 5k kwao, bills hizo na 5k my dear. Sema makaratasi ni mingi ila bado ni 5k my dear. Huyu amekuja amesema hapa kwamba ile value ambayo wa Burundi wanapewa kama 5000 hata wakienda nao kwao bado pesa zitakuwa nyingi, lakini vitu ambavyo wanaweza fanya ni vitu vile vile ambavyo Mkenya kawaida hapa bado vile vile anaweza kafanya vitu hivyo. So nafikiri maoni yatakuwa mengi na maoni yatakuwa tofauti. Kuna wale ambao watakubaliana naye, kuna wale ambao watampinga, kuna wale ambao watatoa ushauri wao kitu gani ambacho kinapaswa kifanyike. Na mimi pia nikuruhusu wewe uende kwenye sehemu ya maoni hapo, uniambie unahisi ni kitu gani ambacho kinapaswa kifanyike ili mradi maisha yawe bora ama maisha yawe sawasawa, yawe sawasawa na mataifa mengine, ili tusione ya kwamba wewe ambaye uko kwenye nchi yako unafinyiliwa na mtu mwingine ambaye ametoka nchi nyingine. Je, unahisi ya kwamba kila mtu abaki kwao kule alikotoka ili avune kile ambacho kiko? Mtanzania arudi Tanzania, Mkenya arudi Kenya, Nigeria arudi na Nigeria, South Africa arudi South Africa, Uganda arudi Uganda, iwe hivyo? Ama tuendelee kuingiliana lakini value iwe tofauti kulingana kule ulikotoka? Ni kipi ambacho unafikiria ni sahihi kifanywe kwa wepesi sana ili malalamishi yaweze kupungua kwa kizungubwa sana?